Jeshi la Marekani limetangaza kuwa mwanajeshi mmoja wa Marekani ametoweka baada ya helikopta ya kijeshi iliyokuwa ikisafiria kutua kwa dharura kwenye maji ya bahari ya Arabia, huku wanajeshi wengine watatu wakijeruhiwa katika tukio hilo lililotokea wakati vikosi vya Marekani vikiwa katika hali ya tahadhari kubwa ndani ya eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, wanajeshi watatu waliojeruhiwa wamepatiwa matibabu na hali zao zinaendelea kuwa ni nzuri na zenye utulivu. Wakati huo, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea baharini kwa lengo la kumtafuta mwanajeshi ambaye bado hajulikani alipo baada ya helikopta hiyo kulazimika kutua majini. Jeshi la Marekani limesema uchunguzi wa kina umeanzishwa ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo, huku likisema kuwa hadi sasa kuna ushahidi wowote unaoonyesha kuwa helikopta hiyo ilishambuliwa au kwamba ajali hiyo ilisababishwa na hatua yoyote ya kivita. Maafisa wa kijeshi wameeleza kuwa hakuna dalili za mashambulizi ya adui dhidi ya chombo hicho cha kijeshi, jambo ambalo linaashiria kwa tukio hilo linaweza kuwa litokea kwa hitilafu ya kiufundi, changamoto ya hali ya hewa au sababu nyingine ambazo bado zinachunguzwa. Taarifa hiyo imeeleza kuwa helikopta hiyo ilikuwa imeondoka kutoka kwenye meli kubwa ya kubeba ndege za kivita ya USS George H.W. Bush ambayo kwa sasa inaendesha operesheni katika bahari ya Arabia, ikiwa ni sehemu ya uwepo mkubwa wa vikosi vya Marekani vinavyolinda maslahi yake na kuhakikisha usalama wa njia muhimu za usafiri wa baharini katika Mashariki ya Kati. Maafisa wa kijeshi wamefafanua kuwa kutua kwa dharura kwenye maji ni moja ya matukio hatari zaidi kwa marubani wa helikopta za kijeshi. Wameeleza kuwa tofauti na ndege za kawaida, helikopta nyingi zina kituo cha uzito kilichoinuka zaidi, hali inayozifanya ziwe na uwezekano mkubwa wa kupinduka mara tu zinapogonga uso wa maji. Hali hiyo inaweza kuwafanya waliomo ndani kushindwa kutoka kwa haraka, hasa ikiwa helikopta itazama au kujaa maji ndani ya muda mfupi. Wataalamu wa masuala ya anga wanaeleza kuwa hata marubani wenye uzoefu mkubwa hukabiliwa na changamoto kubwa wakati wa kutua majini kutokana na mawimbi, upepo mkali, muonekano hafifu na kasi ya chombo wakati wa kugusa maji. Sababu hizo zinaweza kuongeza hatari ya majeruhi au watu kutoweka ikiwa operesheni uokoaji haitaanza haraka. Baada ya kutokea kwa ajali hiyo, vikosi vya Marekani vilianza mara moja operesheni ya utafutaji kwa kutumia helikopta nyingine, ndege maalum za uokoaji pamoja na meli za kijeshi zilizokuwa karibu na eneo la tukio. Timu hizo zinaendelea kuchunguza eneo kubwa la bahari ya Arabia kwa matumaini ya kumpata mwanajeshi aliyepotea, huku juhudi hizo zikiendelea mchana na usiku. Tukio hilo limetokea kwenye kipindi ambacho vikosi vya Marekani vinaendelea kuwa katika hali ya tahadhari ya juu licha ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Marekani na Iran. Marekani imeendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika ukanda huo ili kulinda meli zake za kivita, washirika wake wa kikanda na njia muhimu za usafirishaji wa mafuta kupitia Ghuba ya Uajemi na bahari ya Arabia. Ingawa mapigano makubwa kati ya Marekani na Iran yamesitishwa kwa sasa, mazingira ya usalama katika eneo hilo bado yanaendelea kuwa tete kutokana na uwepo wa vikosi mbalimbali vya kijeshi na hofu ya kutokea kwa mvutano mpya. Kutokana na hali hiyo, vikosi vya Marekani vinaendelea kufanya doria na operesheni mbalimbali za kijeshi baharini na angani ili kuhakikisha vina uwezo wa kujibu haraka endapo kutatokea tishio lolote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.